Habari, ndugu zangu. Leo tunaanza somo muhimu kuhusu hesabu ya kwanza ya Israeli baada ya kutoka Misri. Katika Hesabu sura ya kwanza, tunaona Mungu akimwamuru Musa kufanya hesabu ya watu wote wa Israeli. Lakini hesabu hii si tu idadi ya watu, ni utayari kwa vita, ni mpangilio wa jeshi la Mungu, na ni ufunuo wa jinsi Mungu anavyowaongoza watu wake. Katika hesabu hii, tunaona mambo muhimu. Kwanza, ni wanaume tu walio na umri wa miaka 20 na zaidi wanaohesabiwa, hawa ni wapigaji vita. Pili, Walawi hawahesabiwi pamoja na makabila mengine, wameteuliwa kwa kazi maalum ya hema la kukutania. Tatu, kila kabila lina msimamizi wake aliyeteuliwa na Mungu mwenyewe. Hebu tuone mambo muhimu ambayo mara nyingi tunakosa katika hesabu hii. Jambo la kwanza, hesabu hii haikuwa tu kuhesabu watu, ilikuwa ni utayari wa kivita. Mungu alikuwa anawaandaa Israeli kwa vita vya Kanaani. Kwa nini wanaume wa miaka 20 na zaidi? Kwa sababu huu ndio umri wa kupigana vita. Jambo la pili, Walawi hawakuhesabiwa. Hii inaonyesha kuwa Mungu alikuwa na mpango maalum kwa makabila haya. Wao walikuwa na jukumu la hema la kukutania, si vita vya kawaida. Jambo la tatu, hesabu hii ilifanyika mwezi wa pili, mwaka wa pili baada ya kutoka Misri. Israeli walikuwa bado karibu na mlima wa Sinai, lakini Mungu alikuwa tayari anawafunza utaratibu wa jeshi. Katika hesabu hii, tunaona mabadiliko makubwa ya kiroho. Mabadiliko ya kwanza ni kutoka uhuru kwenda utayari. Israeli walipata uhuru kutoka Misri, lakini sasa wanahitaji utayari kwa vita vya Kanaani. Hii inatuonyesha kwamba uhuru wa Mungu haumaanishi kuwa bila majukumu. Mabadiliko ya pili ni kutoka makabila kwenda jeshi. Watu wa Mungu hawapo tu kama familia, wako kama jeshi lenye utaratibu na nidhamu. Kila mtu ana nafasi yake, kila kabila lina jukumu lake. Mabadiliko ya tatu ni kutoka kawaida kwenda uteuzi. Walawi hawapigani vita vya kawaida, lakini wanahudumu katika hema la kukutania. Hii inaonyesha kwamba Mungu anatuchagua kwa majukumu tofauti tofauti, lakini yote ni muhimu katika mpango wake. Wanyamapori walikuwa wakiangalia mpangilio huu wa ajabu wa Israeli, wakishangaa jinsi Mungu anavyowaongoza watu wake. Ona jinsi Mungu anavyowaongoza watu wake. Kila mtu ana nafasi yake, kila kabila lina jukumu lake. Kutoka juu, naona mpangilio huu ni wa ajabu. Watu wa Mungu hawako tu ovyo, wako kama jeshi lenye utaratibu. Ila naona Walawi wametenganishwa. Je, ni kwa nini hawahesabiwi pamoja na wengine? Hawa wameteuliwa kwa kazi ya hema la kukutania. Mungu ana mpango maalum kwa kila mtu. Hii inaonyesha kwamba watu wa Mungu wana baraka kubwa. Mungu mwenyewe anawahesabu na kuwapanga. Ndugu zangu, hesabu hii ya Israeli inatufunza mambo muhimu kwa maisha yetu ya leo. Jambo la kwanza, kila mmoja wetu ana nafasi yake maalum katika jeshi la Mungu. Kama vile kila Mwisraeli alikuwa na nafasi yake katika kabila lake, hivyo kila Mkristo ana nafasi yake katika kanisa la Kristo. Usijione mdogo au usio na umuhimu. Mungu anakuhesabu, anakujua na ana mpango maalum kwa maisha yako. Jambo la pili, utayari kwa vita za kiroho unahitaji utaratibu na nidhamu. Israeli hawakuwa wapigaji vita bila mpango, walikuwa na viongozi, walikuwa na utaratibu, walikuwa na nidhamu. Hivyo na sisi, vita zetu za kiroho zinahitaji mpango, nidhamu na utii kwa Mungu. Jambo la tatu, uteuzi wa Mungu si ubaguzi, ni mpango wake wa hekima. Walawi hawakuonewa kwa kushindwa kupigana vita, waliteuliwa kwa huduma ya hema. Mungu anajua kipaji chako na anakuteua kwa kazi inayokufaa. Tuombe. Baba wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa somo hili la hesabu ya Israeli. Tunaona jinsi unavyotuongoza na kutuhesabu. Hakuna yeyote kati yetu ambaye si muhimu machoni pako. Tunaomba utusaidie kujua nafasi zetu katika jeshi lako. Kama vile ulivyowateua Walawi kwa huduma ya hema, hivyo nawe umetuteua kila mmoja kwa kazi maalum. Tusaidie kutii kama Israeli walivyotii wakati wa hesabu. Tuandae kwa vita vya kiroho kama vile ulivyowaandaa Israeli kwa vita vya Kanaani. Tutie utaratibu katika maisha yetu ya kiroho kama vile ulivyotia utaratibu katika makambi ya Israeli. Katika jina la Yesu tunaomba, amina. Ndugu zangu, kumbukeni Mungu anawahesabu watu wake na nyinyi mko katika hesabu hiyo. Kila mmoja wenu ana nafasi yake maalum katika mpango wa Mungu.
Tuonane katika kipindi kijacho tukiendelea na safari yetu kutoka Mwanzo hadi Ufunuo. Jiandikishe kwa maudhui zaidi ya kusoma Biblia.